Kardinali Pengo alikuwa mtu mwadilifu sana, ambaye siku zote alisisitiza watu kuishi maisha ya kiadilifu kwa kufuata na kuzishika amri za Mungu pamoja na kuheshimu sheria mbalimbali za nchi, kwa kuwa alikuwa mbobezi katika maadili theology, ambayo ni teolojia ya maadili, moral theology. Alifundisha na kuishi maadili katika siku zote za maisha yake. Pili, katika maisha yake ya kichungaji, Kardinali Pengo alionyesha bidii ya kitume na nidhamu ya kichungaji, kina cha maisha ya kiroho, utu, wema na uaminifu usiotetereka kwa Injili na imani thabiti kwa Mungu wake. Alihubiri na kufundisha siku zote kuishi kwa kumtegemea Mungu. Tunaona hata alipopata changamoto za kiafya hakutetereka, bali alizidi kusimama imara akimwamini na kumtegemea Mungu. Tatu, alipenda sana maendeleo ya watu na ustawi wa jamii. Alikuwa kiongozi aliyejitoa bila bakiza katika kuinua hali ya maisha na kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Alifanya jitihada kubwa katika upatikanaji wa huduma mbalimbali za jamii, hususan elimu, afya, maji na huduma kwa wenye mahitaji maalum, hasa watoto yatima, wenye changamoto za kimaumbile na wajane. Mahala pote alikofanya kazi zake za kichungaji kama askofu, kama Nachingwea, Nduru, Masasi na Dar es Salaam, kanisa limefanya kazi kubwa ya kutoa huduma za jamii kwa kujenga shule, zahanati, hospitali na upatikanaji wa huduma za maji. Mheshimiwa Baba Askofu Ruwaichi, waombolezaji, mabibi na mabwana, ni kutokana na kazi hizo na nyingine nyingi, hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo ataendelea kukumbukwa na kuwekwa kwenye vitabu vya historia ya Tanzania, Afrika na ulimwengu mzima. Hayati Kardinali Pengo ameingia kwenye orodha ya mashujaa na viongozi wetu mashuhuri ambao mchango wao katika nchi yetu kamwe hautasahaulika. Sisi kama Tanzania tutaendelea kuenzi na kuthamini mchango wake katika maendeleo ya nchi kwa kuwa waadilifu na watiifu wa sheria. Mheshimiwa Askofu Mkuu Thaddeus Ruwaichi, kabla sijamaliza sasa nachomekea yale ya kwangu ambayo sasa nasema kwa nidhamu ya kutunza muda, alafu nitarudi kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Baba Askofu, labda niseme tu kwamba na mimi nilipata bahati ya kufahamiana na kardinali kwa muda mrefu. Nilitambulishwa kwake kwa mara ya kwanza mwaka 1999 na nikawa kijana wake wa kiroho tangu anapofariki. Mara ya mwisho anapoondoka kwenda nchini India kwa matibabu, alinitafuta na kunijulisha safari yake, na mimi nilikwenda kumuaga airport. Usingeweza kufikiri ni mtu mwenye maumivu, ni mtu mgonjwa sana. Alisimama, alitembea na mimi zaidi ya hatua 20 akinionyesha ambavyo bado ana dhamira ya kuendelea kuishi. Lakini Mungu peke yake alikuwa anajua tarehe yake ya kuondoka ilikuwa lini.